yale mashindano ambayo yanakwenda kutumika. Na ikafika mahala ukasema katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika mdhamini wetu alikuwa Mo. Na unaweza ukasema ligi ya NBC mdhamini wetu alikuwa Betway. Kwa hiyo unapokwenda kufua mtu akapita barabarani aliyakuwa inawezekana material yakafanana, lakini kwenye wadhamini ikaenda kutoa tofauti juu ya hiyo jezi. Bado tunaleta pale kwamba jezi tunaleta kwenye upya wa jezi. Hayo sasa yatakuwa ya kwako. Mimi majibu yangu nasema utofauti wake ukubwa kwanza wa mashindano. Unapofua na kuanika pale ikaonekana neno Mo, yule anajua kabisa ile ndio jezi ya klabu bingwa barani Afrika. Ukafua ukaweka jezi ya Betway, yanajua ile ligi ya NBC. Kwa hiyo mwizi kama anataka kuiba anajua kabisa nikichukua ile andiko Mo hii ndio ya klabu bingwa. Anajua kabisa nikichukua ya ligi ya Betway anajua ile ya NBC. Kwa hiyo utofauti kubwa unakuja kwenye nembo iliyobeba kuelekea kwenye hayo mashindano. Na ndio maana nikasema hakuna klabu kubwa yoyote inayoshiriki klabu bingwa barani Afrika ukiwaondoa wale akina Mwajuma Ndalandefu iliyotoa jezi aina mbili tofauti kwenye msimu mmoja. Ipo? Yes, Afrika. Wanaoshiriki katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Nilichosema ni lugha. Nimesema nyinyi mnasema kwa nini hamjazindua jezi kwa nini zinaoana, zinafanana? Huwezi kwa msimu mmoja ukatoa jezi aina mbili tofauti. Nimesema tofauti wake unakuja kubebwa kwenye mashindano. Tumeelewana? Na nimesema ni kweli hapo nyuma tulikuwa tunafanya, lakini tulikuwa tunaishi kwa mazoea. Sasa tumerudi kuishi kwenye uasilia. Simba alianzisha huo system ya kutoa jezi mbili na sasa ameamua kuachana nayo. Hii inaashiria nini? Kwanza tuwapongeze Simba, wameachana na maisha ya ushamba, wamekuja kwenye maisha ya uasilia. Kuna muda mwingine mwanadamu unaweza ukaishi lakini kwenye maisha ya ushamba. Si Simba tumetoka sasa kwenye ushamba, tunaishi kwenye uasilia. Mnapokwenda kuzungumza mzigo umekata, kumbukeni mnakwenda kutaja kampuni bora duniani, Diadora. Tulia wewe shekhe, tulia shekhe. Wewe unaamini kwenye uelewa wako Diadora mzigo unaweza kukata? Waandishi, unajua kuja kuna muda waandishi tujadili vitu vya misingi. Nisikilize baba. Nani? Nasema hivi. Sisi tumeingia mkataba na Jeruti, lakini wakati tunaingia na Jeruti tunajua Jeruti anaubia na nani? Na Diadora. Kuna muda tujadili vitu vya msingi. Kuna muda tuwape support watu wanaendana na nini? Na wakati. Leo hii mnajadili namna ambavyo kwa nini jezi wametoa zile zinazofanana. Kwa nini msijadili kuna watu waendane na muda, hata nembo ya CAF imebadilika hawajui? Kwa nini kuna watu mpaka leo hawajui kuna mabadiliko nembo ya CAF inayotumika? Msiwajadili hawa, mnawajadili watu ambao wanaendana na nini? Na muda. Bora wewe ulivyoshika mic. Na ndio maana nikasema wewe, mimi nataka nikupe ofa. Klabu gani kubwa kwenye bara la Afrika kwa mwaka mmoja inatoa jezi aina mbili tofauti? Simba Sport mlifanya hivyo, Young Africa wanaendelea, Stade Malien wanaendelea. Tulia basi. Stade Malien. Hilo nimesema Simba tulifanya kwa ushamba. Nisikilize basi. Simba nimesema tulifanya kwa ushamba. Sasa tunarudi kwenye maisha uasilia. Je, tunakubaliana kwamba klabu kubwa haiwezi kwa mwaka mmoja kutoa jezi aina mbili? Tunakubaliana? Inawezekana. Tunakubaliana? Hatuwezi kukubaliana. Sasa kama hatuwezi kukubaliana, mimi nataka kujifunza leo kutoka kwako. Nipe miaka 2 iliyopita Al Ahly katoa jezi aina mbili tofauti kwenye msimu mmoja. Wanatoa edition kutokana na wanasema mashindano. Kwa hiyo mimi nimejibu, nimesema kwamba utofauti unakuja kwenye nini? Ukubwa wa nini? Kwa hiyo ndio maana nikasema utofauti unaokwenda kuonyesha kwenye jezi ni mdhamini wa klabu bingwa, ni mdhamini wa ligi. Lakini
Lakini Kisugu hapo mwanzo wakati watu wanatoa edition tofauti wanasema kwamba ilikuwa inatokea kwa sababu ya vigezo ambavyo waliviweka CAF kutokana na mdhamini mkuu wa michuano. Mwanzo alikuwa ni mdhamini wa betting, lakini sasa hivi sheria imebadilika. Wewe unaweza kwenda na mdhamini wako vile, utachagua uende vipi na jezi mpya ama ile. Tunaanza kusema Young Africans wamekosea kulingana hayo na yeye. Wajibia, nafikiri wao wenyewe ndio wanaweza kujibu. Isipokuwa mimi naamini sehemu ambapo walipokosea kwenye nembo. Nembo ya CAF ni mpya. Imebadilika. Ile ndio ambalo tulia wewe, tulia acha kubabatika, tulia. Ukishauliza haya mimi nakupa majibu ambayo wewe yatakwenda kukupa shida, maiki yako itakwenda kubaguliwa. Lakini kwa sababu hawezi kubaguliwa M15 wewe. M15 hawezi kubaguliwa. Kwa hiyo ninachoenda mimi kusema ndio kile ambacho mimi nilichokisema, kwamba ziko timu ambazo hawajui mpaka leo nembo ya CAF imefanyaje, imebadilika. Waandishi, tumieni vigezo vyenu kwenda kuwaambia watu. Kisugu hapo kwenye nembo, Young Africans watambusha jezi yao mchana. CAF wakaja na logo ambao walionyesha. Though ukipita kwenye website ama kwenye akaunti rasmi za CAF hawajasema kwamba logo imebadilishwa, logo iliyopo ni hii. Lakini wakati wa ugawaji wa tuzo tuliona kwenye bana zao kulikuwa kuna mabadiliko ya logo. Watu mmeenda mbali na kusema kwamba CAF wamebadilisha logo, Young Africans watumia zamani, nyinyi mmetumia mpya. Ni kweli logo ambayo ilionyeshwa pale ndio logo rasmi, ama ni kwamba Yanga wao kwa sababu waliwahi kutoa jezi yao mapema ndio imepelekea kuweka utofauti wa logo? Swali zuri sana. CAF wafanye vitu kwa kukurupuka kabisa. Na dunia sasa iko kiganjani. Wao unaamini logo ile CAF mpya walikuja kuitambulisha walibuni siku ile? Maana yake walibuni muda mrefu. Na mwenyekiti wa vilabu barani Afrika anajua mabadiliko ya nini? Ya logo. Na aliwaambia vijana wake, nendeni mkafanye mabadiliko kwenye nini? Logo, kwa sababu CAF logo wamefanyaje? Wamebadilisha. Wagombanisha. No, mimi nakwambia vitu ambavyo navijua. Rais wa vilabu barani Afrika anajua mabadiliko ya logo ya CAF. Anajua ajui? Anajua. Na yeye alitoa maagizo kwa watendaji wake, waliomwangusha ni watendaji wake. Sisi Simba tulijua kwamba kuna mabadiliko makubwa ya logo. Sio jana wala sio juzi. Kwa hiyo mabadiliko yale hayakuja jana, mabadiliko yale hayakuja juzi, mabadiliko yale ya muda mrefu. Isipokuwa wenzetu hawaendani na muda na wakati. Hawaendani na muda na wakati. Wameabanana. Wamechemkashe. Wamevurunda. Alafu unajiita katika watu klabu kubwa, hata mipango ya mpira inavyokwenda ujui. Nendeni mkawaambie wao bado klabu ndogo. Hata Azam ni klabu kubwa zaidi ya Yanga. Kwa nini? Nendeni mkaangalie kesho wanacheza Azam. Logo ipi wameitumia kwenye jezi zao? Jezi mpya Azam imetoka. Mimi najua imetoka. Wewe huwezi kujua. Au umeiona Singida. Nendeni mkaangalie logo atakayovaa. Klabu ambaye haijatambua mabadiliko ya logo Tanzania na Afrika ni Dar es Salaam Africans peke yake. Ndio klabu ambaye kiongozi wao ndio mwenyekiti wa vilabu barani Afrika. Kisugu, logo pale imebadilishwa? Au unatafutia ubaya? Wewe umeangalia kwenye tunzo kuangalia? Niliangalia. Logo ipi imetumika? Kati ya zile mbili zilizokuwa kwenye jezi ya Simba na jezi ya Yanga, logo ipi ilitumika na CAF? Ile ndio official. Sikiliza swali nikuuliza. Swali langu pia ukulijibu awali. Nilikuuliza Kisugu, nilikuuliza ile ndio official. Mbona kwenye website yao hawajaweka? Website yao wametumia logo gani? Ya zamani kwenye website. Juzi kwenye mashindano wametumia logo gani? Mpaka sasa kwenye website yao iko ya zamani. Nisikilize swali langu. Wakati wanagawa tuzo wametumia logo ipi? Ile ambayo iko kuna kombe. Mimi naongea na wewe shehe. Nakuonyesha. Unanionyesha juzi logo lotumia? Iliyopo. Nasema sikiliza swali. Sikiliza swali. Juzi wamegawa za tuzo au kugawa tuzo? Logo ipi umeitumia? Hii hapa ndo picha halisi. Relax. Sikiliza swali. Wewe ndio umeleta swali. Unachokiona hapa Kisugu ndo picha halisi ya rangi za michuano. Kati ya hizi mbili unazonionyesha wewe ilitakiwa watazamaji waone. CAF anatumia ipi? Champions League. Ambayo ndio waliotumia juzi kwenye nembo za kwenye bana. Ndio wamefanyaje? Kwenye bana. Maana yake akitumia official sio official. Haijatangazwa. Nasema hivi. Kisugu.
Bana yao hii hapa. Hii hapa. Twende taratibu Kisugu. Usiwapake ubaya. Umesema vijana walikuwa wajui. Walikuwa wajui. Semaje alikama alikuwa wajui. Na yeye mdogo wangu ndo amejinasimu katika watu ambao wamedesign jezi mpya yeye. Ameshiriki. Lakini hali ya kushiriki kwenye logo. Logo kuna mtu kashiriki, nitafuteni Jumatatu na kuja kumlipua. Ambaye yeye amepanga makusudi kumharibia mwenyekiti wa vilabu barani Afrika. Kisugu. Kisugu bana yao hii hapa, umeona? Kwenye jezi ya Simba humu mmetia nyeusi kwa sababu hapa wameweka njano. Umeelewa kitu? Hawa wameweka njano, nyinyi mmetia nyeusi. Umeona hii? Mpya ya zamani hiyo. Mbili basi hii mpya. Ngoja basi, ngoja twende taratibu. Twende taratibu. Kwenye bana yao wametumia logo ipi? Mpya ya zamani? Bana ipi? Ya juzi ya kafu. Ya kafu. Wametumia picha hiyo unayoiona. Mpya ya zamani hii tulioiona mimi naye. Mpya. Kwa hiyo logo wanotumia kafu ya zamani mpya. Hii sio logo. Ngoja nikwambie, hii ndio shida waandishi wa habari. Wewe mbona umeficha simu hutaki tuone? Hapa ulichokionyesha wewe. Tulia basi. Unasema mbali. Siende mbali. Kisugu. Tuje umeiona vizuri. Tunakuja kwenye hiki post ambazo zimeonyeshwa hapa na baadhi ya wachambuzi. Wewe unataka kumfukuzisha kazi. Hii hapa. Kwenye njano kitandika weupe. Hamtaki ufanane. Ngoja niwaambie. Tuambie. Mimi kuna muda mwingine Engineer Hersi rafiki yangu sana. Ndio. Na namkubali sana kwa namna ambavyo utendaji unavyoendelea katika timu yake. Waibako. Lakini kinachomwangusha aina ya utendaji ambao alikuwa nao. Siamini. Kwa mwenyekiti wa vilabu aliyokuwa nao na uzoefu wa mpira aliyekuwa nao asijue kwamba kuna mabadiliko ya nembo ya kafu. Siamini. Hawa hawakupewa taarifa. Mimi nina ushahidi wakati injinia anaondoka alitoa maagizo kabla ya kile kikao cha tuzo. Ule mpango umefanya makusudi kumharibia Engineer Hersi kuonekana kwamba hajui na umefanywa na vijana wake wa karibu. Mmoja alioshiriki na mtaja wako watu 7, mmoja ni Pliva. Mungu wangu. Akataa hili. Amerudishaje? Pliva Dinyo. Uko ngoja basi kwanza. Lete maiki. Ameshiriki vipi? Ameshiriki kwenda kushauri itumike nembo ya kafu ya zamani, amekwenda kukiuka maagizo. Na mimi nakwambia ndani ya miezi miwili ukimkuta yuko Yanga John Chape Bakola. Ndani ya miezi miwili akiwa Yanga John Chape Bakola. Hawezi kukubali. Na alifanya vile kwa mapenzi yake makubwa kwa sababu unajua yule mwenzetu. Mwenzangu wapi tena? Familia ile. Yule Mzaramo. Nyama. Asante, niwashukuru sana waandishi wa habari. Shukrani.